Tumefanya maandalizi makubwa kuelekea mechi yetu ya kesho tarehe 11, mechi ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB dhidi ya TMA kutoka Arusha. Maandalizi yetu yamekwenda vizuri tangu tarehe 9 tumefanya maandalizi, leo tarehe 10 tunafanya maandalizi na kesho itakuwa ni siku ya mchezo wetu dhidi ya TMA. Tumefanya maandalizi makubwa kwa sababu tunatambua mchezo huo umuhimu wake na ugumu wake. Ukiangalia kwa jicho la haraka ama jicho la wasiwasi, unaweza kusema pengine tuna mchezo mwepesi kesho kwa sababu tunacheza na timu ya daraja la chini kwa maana ya TMA, lakini kiuhalisia tunacheza na timu ngumu kwa sababu kwenye mpira wa miguu dakika 90 huwa ndizo zinaamua utakuwa na mchezo wa aina gani. Huwezi kujua TMA watakuja na ubora gani katika mchezo wa kesho, lakini huwezi kujua wachezaji wao watakuja na mpango gani kuweza kutudhibiti Simba Sports Club. Na kwa mantiki hiyo tuna kila sababu ya kujiandaa kana kwamba tunakwenda kucheza na timu kubwa mwenzetu ili tuweze kupata matokeo. Tumekuwa na rekodi sio nzuri napocheza mechi kama hizi kwenye hatua kama hizi. Mara kadhaa huko nyuma tumewahi kupata fundisho kwa maana ya kuondolewa. Sasa yale yote tumeyachukua kama funzo na kutupa nguvu ya kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Lakini kama haitoshi, moja kati ya wakubwa wenzetu katika ligi kuu ya NBC wameondoshwa na timu kutoka daraja la chini. Hii peke yake inakupa alert ya kwamba hizi timu ndogo sio za kuzichukulia poa. Ukiingia vibaya wanakufanya vibaya. Kwa sisi tunajiandaa mithili ya kwamba tunakwenda kucheza mchezo mwingine mkubwa dhidi ya timu kubwa kwa sababu tunataka kufanya vizuri katika mchezo huo. Wachezaji wetu wote wako vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tulikuwa na majeraha ya wachezaji wawili, Shema Alon Fondo pamoja naye Musa Pinpin Kamara Spider, lakini wanaendelea vizuri. Ni jukumu la mwalimu kuamua kama anaweza kuwapa nafasi ya kucheza ili kupima utimamu wao wa mwili ama kuwaacha wapumzike zaidi ili watengemae kwa 100%. Lakini wengine waliosalia wote wako vizuri na wako tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya TMA. Kwenye upande wa psychology au saikolojia, kuna athari yoyote inaweza kuipata mara baada ya kukosa mchezo? Athari hakuna. Tulichowaambia wachezaji wetu ni kwamba yale yote ya tarehe 8 yameshamalizika na kila mmoja ayaondoe kwenye kichwa chake, tuangalie yale ambayo yako mbele yetu. Unapokuwa na wachezaji professional inakuwa ni rahisi wao wenyewe kujitune kutoka kwenye situation moja kwenda kwenye situation nyingine. Lakini kama haitoshi, tumekubaliana ya kwamba jambo likishapita, haijalishi limepita kwa mazingira gani, aidha limepita vizuri ama limepita vibaya, lakini jukumu letu sisi ni kumove on kutoka kwenye hilo jambo na kwenda kwenye jambo jingine. Jambo ambalo liko mbele yetu ni lina umuhimu zaidi kwa maana ya kupata ushindi mbele ya TMA, lakini kama haitoshi tuna jambo jingine tarehe 14 dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo focus yetu imehama kutoka tarehe 8 kuelekea tarehe 11 na tarehe 14, na wachezaji wetu tumewajulisha hivyo wajikite zaidi kuangalia kile ambacho kiko mbele yetu. Ahmed, hapo kuzungumzia jambo la tarehe 8, moja kati ya mjadala mkubwa sasa hivi ambao unakuwepo ni kwamba ni haki yenu kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, lakini mnasemekana kama hamkutoa taarifa. Ikoje? Na je, kila mchezo mnaoenda huwa mnatoa taarifa siku moja kama mtafanya mazoezi siku moja kabla ya mechi? Kwa Simba Sports Club tulishatoa taarifa kwa maana ya taarifa ya umma, na nadhani kila mmoja aliona usiku wa tarehe 7 ama tarehe 8 alfajiri, unaweza kaita hivyo. Simba tulitoa taarifa ya umma na kila mwana Simba akaiona taarifa ile. Ule ndiyo msimamo rasmi wa klabu yetu ya Simba na kile ndicho kitu halisi ambacho Simba Sports Club kimetokea. Kwa sasa Simba hatutaongeza wala kupunguza wala kuongeza maelezo mengine baada ya kutoa taarifa ile. Ile ndiyo taarifa yetu rasmi, ndio alfa na omega, tumeshamaliza. Lakini bodi ya ligi
na yenyewe tayari imeshatoa taarifa kuhusiana na sakata lile. Sisi Simba Sports Club tunaheshimu mamlaka ya waendesha mpira wa Tanzania na tunafuata maelekezo ya mamlaka. Mamlaka imetoa maelekezo, mamlaka imetoa ufafanuzi na mamlaka imemaliza kila kitu. Sisi cha kwanza ni kuheshimu maelekezo ambayo yametolewa na mamlaka, lakini pili ni kusubiri maelekezo zaidi kutoka kwenye mamlaka. Mamlaka imeweka wazi ya kwamba mchezo wetu uliokuwa uchezwe tarehe 8 utapangiwa tarehe nyingine. Sisi Simba Sports Club ambao ni watu smart na maridadi sana kwenye kufuata miongozo ya mamlaka, jukumu letu ni kusubiri tarehe mpya, na tayari bodi ya ligi ambayo inaongozwa na viongozi waadilifu, viongozi makini, wenye ubora na utaalamu wa kuendesha ligi ya Tanzania wametoa maelekezo ya kwamba wataupangia mchezo wetu tarehe nyingine. Sisi jukumu letu la msingi, taifa kubwa Simba Sports Club, ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu. Na kwa sasa tunaendelea na hiki ambacho kiko mbele yetu. Ambacho kiko mbele yetu ni mechi ya tarehe 11, mechi ya tarehe 14, mechi ya tarehe 2, hapo nazungumzia robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, na mechi ya tarehe 9 robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Haya kwa sasa ndiyo vipaumbele vyetu kwa sasa. La tarehe 8 tunasubiri maelekezo kutoka bodi ya ligi Tanzania. Ahmed, jana hatujajua dhamira yao ilikuwa ni nini kuja. Dhamira wanasema walikuja na timu yao, vipi kupigwa pale pale kwa sababu ile uwanja wenu ndio kufanya mazoezi ya kutosha. Kwa hiyo hamtakuwa na kisingizio tena. Ndio dhamira yao. Ndio dhamira ya wao kuja Bunju. Sasa nimekuja na timu ilikuwa kwa bahati mbaya hawakuwakuta. Wengine wanasema kwamba ni utani tu wanataka kufanya hivyo. Sema kabla ya gate. Kwa hiyo walikuja tucheze mechi. Sababu sikule saa 6 mchana. Sababu kama walikuwa na nia kweli tucheze mechi, muda wa mazoezi ni saa 10. Wangekuja saa 10. Kingepigwa. Kuja saa 6 ni magilini tu. Nia hiyo hawana. Na nyinyi mliwaona wachezaji kwenye hilo basi. Basi nimefungwa vile, kwa hiyo huwezi kujua wachezaji lakini dereva anaonekana anasema zaidi. Si ndio nyinyi mliripoti kwamba baada ya wao kuondoka pale uwanjani tarehe 8 kila mchezaji aliruhusiwa? Walijikusanya saa ngapi wakaja Bunju? Ni kesho yake ilikuwa. Yes, ndio. Yaani walijikusanya saa ngapi? Wenyewe wanaosema basi ilikuwa ni wachezaji. Wangewakuta. Sasa mnaga mechi saa 6. Wao kama kweli walikuwa wanataka mechi saa 10, sisi ndio huwa tunafanya mazoezi Bunju. Wangekuja saa 10. Sisi tuko tayari. Sisi tuko tayari. Huo ndio msimamo wetu Simba Sports Club, na tarehe kisha pangwa, kanuni zikafuatwa, zikaheshimiwa, sisi wala hata hatuna shida. Sisi hatuna shida. Hatuna shida. Sasa tuwezi kuanza kufundisha bodi na mamlaka za mpira wa miguu. Wenyewe wanadai alama 3 na bodi 3. Dimeshasema kwamba kwenye hili hatuongezi chochote. Unajua hili jambo ni very tense, na lazima hata nyinyi ndugu zangu waandishi mkali, hili jambo ni tenge kweli kweli. Sio jambo la kulichukulia juu na kulichukulia kwa ushabiki. Ni jambo ambalo lina athari kubwa sana ndani yake. Ni jambo ambalo linagharimu maisha ya watu, furaha za watu na kila kitu. Kwa sio jambo la kulichukulia juu. Ni jambo very serious, ni jambo ambalo linahitaji hekima kubwa kulimaliza. Kwa hiyo ndio maana sisi tunaepuka kulizungumzia pasina kuwa na miongozo thabiti. Na ndio maana tunasema taarifa yetu tuliyoitoa tarehe 7 usiku inajitosheleza, na taarifa waliotoa bodi ya ligi inajitosheleza, na sisi Simba Sports tunaifuata taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi. Semaji mimi
kufahamu, sijui kama wenzangu walishauliza au la, nirudi nyuma naweza kusema hivyo kuhusiana na dabi ya Kariakoo, lakini pia ile barua ambayo ilikuwa ikielezea namna ambavyo Simba haitashiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mengi yanazungumzwa kwamba ilienda magari mawili, kulikuwa kuna mabie pale. Ukweli wa taarifa hiyo ikoje, kwamba mlikwenda na magari mawili, moja lenye wachezaji na lingine ambalo linadhaniwa kuwa na wazee wa klabu ndani yake? Hatuna muda wa kujielezea. I'm very sorry Latifa Mpenja TV. Hatuna muda wa kujielezea. Tulikwenda kufanya mazoezi, tukashindwa kutimiza haki yetu kikanuni, kwa makusudi watu waliamua kufanya hivyo. Maelezo yote tayari tumeshaweka kwenye maandishi na maelezo yetu tayari tumeshapeleka kwenye mamlaka husika kwa ajili ya hatua zaidi. Kwa huku nje mtu yote anayetaka kupata ufafanuzi basi arejee taarifa yetu kwa umma tuliotoa saa 7 usiku. Muhimu ni kwamba hatujaficha kitu. Kila kitu tumekiweka wazi, na baada ya hapo sasa tunaanza kuishi maisha mapya. Maisha mapya ambayo tunaanza kuishi kuanzia sasa ni tarehe 11 tunaingiaje dhidi ya TMA, tarehe 14 tunaingiaje dhidi ya Dodoma Jiji, tarehe 2 tunakwenda kuchezaje na Al-Masri, na tarehe 9 tunakwenda kuvukaje kuingia hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho. Hayo ndiyo ambayo tunatazama hivi sasa. Haya mengine ya nyuma yote tumeshaachana nayo, tunasubiri maelekezo kutoka kwa watu makini bodi ya ligi Tanzania. Ni kweli Simba na Yanga hamnaga utaratibu wa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi? Hii ndio imekuwa kwa mara ya kwanza ikitokea hivi. Kanuni. Achana utaratibu, kanuni. Wewe tuishi kwenye kanuni hapa. Tuishi kwenye kanuni. Hata nukta. Nimeeleza hili jambo msilichukulie kawaida. Ni jambo zito, ni jambo ambalo hata wale ambao wanalizungumzia pembeni wazungumze kwa umakini mkubwa mno, kwa sababu hili sio jambo la kawaida hata kidogo. Kwa hiyo ni vema kila anayezungumza, kama anataka kuzungumza basi ajue anazungumza nini ili asilete madhara zaidi. Semaji atumuoni Aishi Salum Manula hapa. Kwa taarifa yake yote, Aishi bado hajatengemaa sana tangu aliposhindwa kusafiri wakati ule tukisafiri na timu. Bado afya yake haijatengemaa vizuri, kwa hiyo anaendelea kupatiwa matibabu. Nini sasa kinamsumbua Aishi? Ni siri baina ya mgonjwa na daktari. Sisi kama klabu hatuwezi kuweka hadharani. Lakini msemaji majeraha sio ni kawaida kwa hadharani. Tumeshaona shirika kadhaa ameonyesha kufanya na umagoti fanya asubuhi. Iko nini? Lakini mchezaji akisema naumwa goti ndio, lakini msiwaambie watu, hatusemi. Kwa Manula amesema msiwaambie watu kama naumwa. Hajatuambia. Ila nini ambacho tunafanya? Mpaka atuambie sasa. Akituambia waambieni naumwa 1 2 tutawaambia. Wachezaji wenu wote huwa wanasema lazima. Siri ya mgonjwa na daktari. Semaji, tumalizie pengine labda kwa kipekee, unaweza kutoa labda pole kwa kila ambacho kimetokea kwa mashabiki wa Simba, lakini pia wa Yanga kwa walioathirika kwa baada ya mchezo. Watu walitoa vingilio, milia, wengine wanasema kupoteza maisha. Aliyepoteza maisha tunampa pole sana. Tunaipa pole familia yake na wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine, na familia ya mpira kwa ujumla imeguswa na kifo chake. Kwa mashabiki wa Simba tuwape pole sana kwa kile ambacho kimetokea tarehe 8, lakini lazima watambue kwamba kilichotokea tarehe 8 ni kwa maslahi mapana ya Simba yetu. Kilichotokea tarehe 8 ni kwa heshima ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wala wasifikirie nauli zao, wala wasifikirie viingilio vyao, waifikirie Simba Sports Club. Ni maamuzi magumu, lakini kwa heshima ya Simba Sports, na sio heshima ya leo, ni ya heshima ya miaka 100 ijayo ilikuwa inatafutwa usiku wa tarehe 7 pale nje ya gate la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo lazima watambue hilo, ya kwamba heshima ya Simba Sports Club lazima ilindwe, lazima isimamiwe. Hii ni timu kubwa. Hii ni timu iliyojipambanua kwamba ndio role model wa mpira wa Tanzania.
Kwa lazima tuweke mstari sawa sawa. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wamepata usumbufu, sisi tuwape pole, lakini wasijisikie unyonge kwa sababu heshima ya mnyama imetamalaki. Msemaji, kauli yako inaonyesha kama kuna kitu nje ya kuzuia kufanya mazoezi. Sema kwa mtata heshima miaka 100. Nadhani wengi kwa macho yetu ambayo tunaamini kama mngecheza na kupata matokeo ilikuwa ni heshima kubwa kuliko mpira. Kuna heshima gani ambayo imefanya msicheze? Tujiandae na TMA. Yeah, ndo jambo la msingi sana. Sasa sisi hatuishi na vitu ambavyo viko mjini. Sisi tunaangalia maendeleo ya klabu yetu. Tukiondoshwa na TMA hapo, nafikiri itakuwa noma kiasi gani. Kwa hiyo lazima tuwekeze nguvu kubwa kuhakikisha kwamba tunamngoa TMA. Tutaki aliyomkuta ndugu yetu. Maandalizi pia ya maandalizi yanakwenda vizuri kusema kweli, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tangu tarehe 9 tumekuwa na maandalizi kubwa sana kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya TMA.